Kama ilivyoripotiwa hapo mwanzo juu ya kukamatwa kwa Mtanzania huko Kenya akihusishwa na kifo cha mrembo Alice, mwanafunzi wa chuo, taarifa mpya imeeleza kuwa polisi mjini Bondo wamemkamata mfanyabiashara wa dhahabu raia wa Tanzania Maximilian John Madeni kuhusiana na mauaji ya mwanafunzi wa chuo cha JOOUST mwenye umri wa miaka 20, Alice Rianga, ambaye mwili wake uliokuwa umeanza kuoza ulipatikana umetupwa katika msitu wa Bokowino, kaunti ya Siaya nchini Kenya. Alice ambaye alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili akisomea Education Science katika chuo cha Jaramogi Oginga Odinga anaripotiwa kutoweka baada ya kutoka kwenye chumba chake cha hostel akielekea chuoni kabla ya baadaye kupatikana ameuawa kichakani. Kwa mujibu wa wachunguzi, Madeni ambaye inaaminika alikuwa mpenzi wa Alice alihusishwa na kesi hiyo baada ya kupatikana kwa taarifa kutoka kwa chanzo cha siri pamoja na maelezo kutoka kwa mwenzake wa chumbani. Ripoti ya uchunguzi wa mwili baadaye ilibaini kuwa Alice alifariki kutokana na kupigwa na kitu kizito na pia alionyesha dalili za kufanywa ukatili wa kingono. Kama ilivyoelezwa hapo mwanzo, mshukiwa huyo alikamatwa na maafisa wa upelelezi kutoka idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI ya Bondo na kwa sasa anashikiliwa na polisi huku uchunguzi kuhusu tukio hilo ukiendelea. Mwili wa Alice Rianga, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa shahada ya elimu, ulipatikana umetupwa ndani kabisa msitu wa Bokowino Jumamosi iliyopita, siku kadhaa baada ya kutoweka. Kwa mujibu wa familia yake, Alice alionekana mara ya mwisho Jumatano kabla ya wasiwasi kuongezeka kutokana na kupotea kwake. Baba yake Richard Rianga alisema roommate wa Alice aliwasiliana na familia baada ya kushindwa kumpata chuoni. Kaka yake Alice, Samuel Rianga, alisema familia ilianza kuwa na hofu mara moja baada ya kupokea simu hiyo. Mara ya mwisho kuzungumza naye ilikuwa Jumatano tangu siku alipotea. Nilipigiwa simu na roommate wake pamoja na marafiki zake, ndipo nikapata wasiwasi na kumpigia baba yangu ili tufahamu kinachoendelea, alisema. Familia ilimshauri roommate huyo kutoa taarifa ya mtu kupotea katika kituo cha polisi cha Bondo. Akanielezea kwamba Sabina amepotea tangu Alhamisi na wamejaribu kumtafuta hawajampata. Ndipo nikamshauri aende polisi, andikishe OB kisha anitumie OB hapa Nairobi, alisema Richard Rianga. Siku ya Jumamosi, wanawake waliokuwa wakikusanya kuni katika msitu wa Bokowino walikuta mwili ukiwa umefichwa kwenye vichaka. Polisi baadaye waliuhamisha katika mocho ya hospitali ya Bondo sub-county huko Kenya. Familia ilisema hali ya mwili huo ilifanya iwe vigumu kumtambua kama ni Alice. Mimi kama mzazi wa kwanza nilipooneshwa mtoto huyo sikuweza kumtambua vizuri kwa sababu uso wake ulikuwa umeharibika sana. Niliomba muda kidogo nimwangalie miguu na vidole ndipo nikamtambua. Pia tuliangalia nguo zake ndipo tukathibitisha ni yeye, alisema baba yake.